mkikubaliana kuuziana bangi ya milioni 200, ukatoa milioni 200 ukampa Juma, hajakupa bangi na ametokomea na hela, huwezi kwenda mahakamani kumshtaki kwa kudhulumu. Mahakamani hatumalizi mambo isipokuwa una ushahidi. Ushahidi unaweza ukawa wa mdomo kwa maana ya oral testimonies. Unaweza ukawa ushahidi wa maandishi, tunasema documentary evidence. Mahakama haipaswi kushuhudia mikataba katika business transaction yoyote. Mahakama sio shuhuda. Mtoto wa mwenye nyumba sio mwenye nyumba. Mtunzaji wa nyumba sio mwenye nyumba. Mpangaji ambaye amepitiliza muda wake wa kulipa kodi kuanzia tarehe ambayo kodi yake imeisha, huyo ni mvamizi. Kimo mkataba ndio wengine duniani huko wanasema pacta sunt servanda. Kwa hata msipoyaandika, sheria imewawekeeni. Mojawapo ni kwamba siku mtakapotaka kuchukua nyumba yako, huyu bwana akupishe, mpe siku 60. Umeandika hujaandika, unataka au hutaki, huo ndio utaratibu. Nikukaribishe sana mtazamaji wa IAA TV. Ni matumaini yangu ni mzima wa afya, na hapa tupo kwenye kipindi cha The Law. Tunajua kwamba kwenye jamii kuna matatizo mengi sana ambayo tunayokutana nayo. Yawe ya biashara, yawe ya nyumba, iwe ni ardhi, iwe labda ni wosia wowote, lakini unashindwa kujua kwamba wewe unatakiwa kuanzia wapi ukiwa na matatizo. Mfano labda umekamatwa, sasa unatakiwa kufanya nini? Kuna mikataba ambayo unaotakiwa kuhakikisha ya kwamba unatakiwa usaini nini na kitu gani ambacho hutakiwi kusaini. Ndani ya The Law kuna vitu vingi sana ambavyo utakavyojifunza hapa kwenye masuala mazima ya kisheria. Nikukaribishe sana, endelea kujiunga nasi, na hapa kwenye The Law tunasema ya kwamba ni jua haki yako na ulinde hatima yako. Ukijua haki yako ni ipi, basi hatima yako pia utaijua ni ipi ambayo itakavyokuwa. Anayekuongezea kipindi hiki ni mimi Tabita Kimaro, na hapa kwenye kipindi hichi tupo na wakili msomi wa hapa chuo cha uhasibu Arusha. Atakwenda kujitambulisha na yeye kwenye chuo hiki anahusikaje na masuala mazima ya sheria. Wakili, nikukaribishe sana. Asante, nashukuru sana. Mambo yanakwendaje? Mungu ni mwema, tunaendelea vizuri. Tumepanga siku 2 hizi 3 kuonana, mambo yanakuwa mengi. Majukumu vipi? Ni sahihi, mvua nayo inatutenganisha kutoka jengo moja kwenda jengo lingine. Ni tatizo wakati fulani. Inakuwa ni tatizo. Nikukaribishe sana ndani ya The Law. Asante, nashukuru sana. Najua sio mara ya kwanza kuwepo ndani ya The Law. Sahihi. Mimi ni mwenyeji kabisa hapa. Nikukaribishe sana kwenye siku ya leo. Tunakwenda kuangalia masuala mazima ya mikataba. Watu wengi sana huwa tunaenda kupanga nyumba, na pale kwenye kupanga nyumba kuna mikataba ambayo tunaenda kusaini pale kwa mwenye nyumba tunapoenda. Sasa vitu gani ambavyo vinavyohitajika, lakini kwanza tunatakiwa tujue kwanza mwenye nyumba ni nani, na pia tujue kwamba pia mkataba ni kitu gani. Tuanzie hapo. Labda tuanze na neno mkataba. Kwa mujibu wa sheria, mkataba ni makubaliano yoyote ambayo yamekidhi vigezo vya kisheria, na kwa vigezo hivyo unaweza Kiswahili tusemeje, unaweza kutekelezeka mahakamani. Tunasema inaweza kuwa enforceable by the court. Kwa hiyo makubaliano ambayo kwa mujibu wa sheria, ukisoma kifungu cha 9, kifungu cha 10 na kuendelea katika sheria ya mikataba, ukikidhi hivyo vigezo, makubaliano yoyote yaliyokidhi vigezo vya kisheria, na kwa mantiki hiyo hizo haki na wajibu vilivyotengenezwa kwenye hayo makubaliano unaweza kwenda kuyadai mahakamani. Hiyo inaitwa mkataba. Yes, kwa hiyo ndio tunasema katika lugha nyingine, sio kila makubaliano ni mkataba, lakini kila mkataba ni makubaliano. Yes. Kwa hiyo mkataba unatakiwa uweje? Mkataba una mambo kadhaa. Mojawapo ni kwamba mkataba ni lazima uhusiane makubaliano ambayo ya jambo linalo la kihalali kisheria. Makubaliano ya kuuziana bangi. Bangi ni haramu kwa mujibu wa sheria. Mkikubaliana kuuziana bangi ya milioni 200, ukatoa milioni 200 ukampa Juma,
hajakupa bangi na ametokomea na hela, huwezi kwenda mahakamani kumshtaki kwa kudhulumu. Hajadeliver mzigo uliokusudia ufike kwako, kwa sababu mlichokubaliana si halali. Kwa tunasema ili uweze kuenforce mahakamani, lazima mkubaliane kwenye kitu ambacho kina halali kisheria, kwa maana tunasema subject matter lazima kiwe kihalali. Yes, kitu kingine ni lazima wanaokubaliana wawe na umri unaokusudiwa kuruhusiwa kufanya makubaliano chini ya sheria. Okay. Mtoto mdogo chini ya sheria maalum inaitwa the Age of Majority Act, sheria ya umri wa mtu mzima. Inasema chini ya umri wa miaka 18 huyo mtoto ni mdogo. Ukija kwenye sheria za mikataba sasa inakutafsiria kwamba mtoto mdogo hawezi kuingia kwenye makubaliano yenye sifa ya mkataba. Huwezi kumpa mtoto mdogo tenda akafanye jambo fulani na ameshindwa kutenda, ukampeleka mahakamani ukasema amevunja masharti ya mkataba, haiwezi kukubalika. Kwa tunasema lazima watu wanaokubaliana katika hayo makubaliano wawe na capacity, kwa maana ya umri, wawe na age of majority. Kitu kingine tunasema ni lazima kuwe na kitu kinachokusudiwa na pande mbili tofauti wanao exchange. Wewe unataka hela, unazungumza na mtu X, unataka hela, una kitu gani unamuuzia huyo mtu ili akupe hela? Mna exchange nini? Kwenye sheria tunaita consideration. Wale wanaosoma business law au commercial law, hiyo inaitwa consideration. Mnabadilishana nini ili huyo akupe kitu fulani unachokitaka. Kwa mnavyo exchange lazima kiwepo, huwezi kuuziana hewa. Yes. Sasa tukibaki hapo kwenye swala la makubaliano, tunaweza tukakubaliana kwa mdomo au kwa maandishi? Ni sahihi. Kwa mujibu wa sheria tunaweza kuwa na makubaliano ya mdomo, yani oral agreement, lakini pia kunaweza kuwa na makubaliano ya maandishi, written agreement. Kila upande una faida na hasara zake. Kama nilivyowahi kusema katika kipindi fulani kwamba hata wosia unaweza ukawa wa mdomo au wa maandishi. Yes. Kila moja ina faida na hasara zake. Faida ya maandishi ni kwamba yanadumu kwa wakati mwingi na muda mrefu, na haubadiliki kulingana na mabadiliko ya mtu binafsi. Uliyekubaliana naye anaweza kafika wakati akaugua kichaa. Ukimshirikisha kuhusu namna ya kulimaliza jambo lenu ambalo mlikubaliana kwa mdomo, haelewi kitu. Lakini kama mliandika, maandishi yako yatakusekiwa pale watu wanapotaka labda kuingilia hizo haki, kwa sababu huyo mtu ameugua. Kwa hiyo kuna faida za kufanya maandishi, alafu kuna hasara kubwa ya kufanya makubaliano kwa mdomo. Yes. Kwa mdomo sana pale tunathibitishaje sasa kwa mdomo? Uzuri wa kama tulivyosema, makubaliano lazima yafike wakati ikitokea kuna haki na wajibu, unaweza kwenda mahakamani na mahakama ikasikiliza, ikatenda haki yake. Mahakamani hatumalizi mambo isipokuwa una ushahidi. Ushahidi unaweza ukawa wa mdomo, kwa maana ya oral testimonies. Unaweza ukawa ushahidi wa maandishi, tunasema documentary evidence. Sasa ukisema tumekubaliana kuhusu jambo fulani na mtu fulani, na hilo jambo mlikubaliana wawili, hilo jambo haliwezi kuisha mahakamani kabisa. Kutakuwa na mvutano usio na kikomo. Endless debate. Mimi nilifanya, huyu anasema hapana, haukufanya. So ili uweze kuwa na uwezo mzuri wa kuenforce haki yako mahakamani, ndio unahitaji mashahidi, witnesses. So mnaweza mkafanya makubaliano ya kimdomo, ya mdomo mbele za watu. Okay. Mbele za watu wamesikia, huyu bwana ataleta gari, amepewa milioni 10, atalichukua Zanzibar, atalivusha Mbeya, milioni 10 yake amepokea mbele yetu. Lakini hakuna maandishi. Jamaa akaenda Zanzibar akatokomea, amepita zake kaenda Oman. Umeona siku moja anarudi, unampeleka mahakamani. Watu waliosikia na walioona movement ya pesa kutoka kwako kwenda kwa fulani wapo, ukiwaleta mahakamani watasaidia kusema. Lakini vipi kama siku moja wamekuwa corrupt, wamekaa upande wa yule jamaa aliyechukua hela, si wanaweza kubadilika? Kwa hiyo ni moja ya risk ya mashahidi, kwa maana ya ushahidi wa mdomo. Hiyo ni riski ya kufanya makubaliano ya mdomo.
watu hubadilika. Mlichokubaliana leo huwezi jua hapo mbele kidogo watabadilika na kusimulia kitu tofauti. Unakuwa surprised mahakamani wanakukataa. Yeah. Sasa tubaki pale kwenye sheria ya kupanga nyumba. Mikataba inatakiwa iweje? Je, inatakiwa iwe na muhuri wa mahakama na mbele ya jaji pia thibitishwe? Asante. Kwa mujibu wa sheria mahakama haipaswi kushuhudia mikataba katika business transaction yoyote. Mahakama sio shuhuda. Ndio maana tuna sheria inayowa create mashuhuda wa umma kwa maana ya notary public, ni wakili aliyeapishwa na jaji mkuu. Okay. Mahakama itabaki kusuluhisha migogoro baada ya hizo business transactions kuingia kwenye utata. Kwa hiyo mtu mzuri na sahihi kushuhudia mikataba ya pango ya upangishaji ni wakili msomi, sio jaji, sio hakimu. Na haina mamlaka mahakama kutengeneza mkataba. Na ukiona umepewa mkataba na mahakama, huo mkataba ni batili. What? Nadhani sasa naye mwenyewe mtazamaji atakuwa amejua kwamba okay, kuna mikataba huwa inapitishwa na wakili. Inathibitishwa. Inathibitishwa. Hivi tuseme kuthibitishwa. Maana Kiingereza tunaita attestation. Kuattest. Kushuhudiwa. Yes, sio kuthibitishwa. Ni kushuhudiwa. Shuhuda anayeweza kushuhudia mkataba na kufanikiwa kuiongoza mahakama in any case kitokea mgogoro. Tafsiri halisi ya kila kifungu kilichoandikwa ni wakili msomi. Sawa. Kwenye swala la kupanga bila kupewa mkataba, hili limekaje kisheria? Kuna yule mtu ambaye anaenda kwa kupanga nyumba, lakini sasa anaambia kwamba sawa, chumba ni hiki hapa, utalipia shilingi fulani, wanakuwa tu washamaliza. Yes. Kwa hiyo maji tunalipaje? Tunalipa hivi, umeme tunalipa hivyo. Je, bila mkataba hii kisheria imekaje? Kama nilivyosema mwanzo, makubaliano ni ya pande mbili. Watu wako huru kuamua. Ndio maana lazima kuwe na kwanza foundation. Watu wanaokubaliana wana umri sawa, lakini pia sikutaja kingine, wawe na akili timamu, sound mind. Umeelewa? Mtu ambaye ana utata wa akili, mgonjwa wa akili hawezi kuingia kwenye mkataba. So kama wana akili timamu, wana umri sahihi, lakini pia anayeingia kwenye mkataba ni owner wa nyumba. Maana anaweza kaingia kwenye mkataba kumbe tapeli. Au labda kuna mtoto wa mwenye nyumba anataka kupangisha nyumba. Au labda mtunzaji tu wa ile nyumba. Mtoto wa mwenye nyumba sio mwenye nyumba. Mtunzaji wa nyumba sio mwenye nyumba. Kwa hiyo tunasema unapoingia kwenye mkataba kuhusu nyumba, kitu cha kwanza cha msingi, wewe unayetaka kupanga, hakiki, verify a good title, hati, umiliki halisi wa ile nyumba unayotaka kuipangia. Hiyo ndio kitu cha msingi. Kwa hiyo mnaweza kukubaliana kwa mdomo kama mnaaminiana sana. Hapo kwenye kuaminiana kwa dunia sasa hivi. Kama mnaaminiana sana na una uhakika mtu huyu hawezi kunibadilikia. Lakini vizuri kufanya kwa maandishi. Kwa hiyo kama nilivyosema mwanzo, wewe unahitaji consideration, exchange of money with tenants. Unachukua nyumba, unakaa, una occupy for the time, si ndio? Kama amekuachilia nyumba yake uingie, umekaa na yeye kapokea hela zako, inatosha, sio mbaya. Lakini vipi kwa mfano umetoa 3,500 kwa miezi 6. Siku moja anakugongea mlango anakuambia nakudai 50,050 kwa miezi 6 kwa sababu mimi nilikupangisha kwa 400,000. Unawezaje kurudi kwenye rejea ya kumwambia no, tulikubaliana 3,500, si ndio? Yes. Kwa ni riski. Anaweza kasema bwana, katika hiyo 3,500 umelipa miezi 6. Miezi 4 akakwambia naomba uondoke au ulipe nyingine kwa sababu mimi nilikata 400,000. Mimi nilikupangisha kwa 400,000. Si unakuta hapo mnaanza kupata utata namna ya kuthibitisha. Unaendaje mahakamani kwa mfano anakuja kukuondoa kwa nguvu, anasema umepitiliza muda wake. Anasema 3,500 yako imeishia tarehe fulani na mpaka sasa umepitiliza. Na wewe unasema mimi nilikulipa 300,000, yeye anasema ulipaswa kulipa 400,000 ndio maana muda wako umeisha. Unawezaje kuishawishi mahakama kwamba wewe una haki ya kuendelea kubaki pale? Utapata shida, si ndio? Ndio maana tunasema maandishi ndio sehemu salama zaidi. Ndio sehemu salama zaidi. Sawa. Kisheria tunaona kwamba kuna nyumba nyingi sana ambazo unakuta mkataba umeandikwa miezi 3, wengine wanasema miezi 6. Kisheria
muda wa kulipa kodi, au ni mpangaji mwenyewe anaamua, mimi nataka kodi yangu mtu alipe mwaka mmoja, sitaki ile mambo mengi, mambo ya miezi mitatu au hata miezi 6. Hiyo imekaa. Kama tulivyosema, mkataba ni makubaliano. Makubaliano ya watu wenye akili timamu, kila mmoja anafahamu anachokitaka kwa mwenzake. Lakini kuhusu time, muda wa kupanga, ni masuala ambayo wanakubaliana wao wawili. Hupaswi kumlazimisha mtu kulipa miezi 6 wakati hana uwezo wa kiuchumi na kifedha kulipa miezi 6. Kama nyumba yako wewe huwezi kupokea miezi 4 au mitatu, unaweza kuto kumpangisha huyo mtu, ila hatulazimishi. Kwa hiyo unaweza kalipa mwaka mmoja, unaweza kalipa miezi 6, mwingine anaanza na mwezi mmoja. Vile mlivyozungumza, ndugu yangu, sikia, nyumba niliyoipanga mimi pale inavuja au imebomoka, nahitaji kukimbia nipate hifadhi, na kwa haraka mvua zimeongezeka, sikujipanga mimi pale, nimelipa kodi mpaka mwezi wa 8. Naomba unihifadhi, nakupa ya mwezi mmoja. Ifikapo tarehe fulani nitakuwa nimepata hela ya miezi mingine 4, nitakuwa nimelipa miezi 5, au nitakuwa nimepata ya miezi 5, tutakuwa na jumla ya miezi 6. Kwa hiyo mazungumzo ndio kitu cha msingi, ndio business, ndio biashara, na ulimwengu huu sasa ni ulimwengu wa kibepari. Zungumza, yes, zungumza, unaweza mpaka wapi. Ndio hiyo tunasema, ukienda kwenye sheria za mikataba au sheria za biashara, tunasema exchange of promises. Unaahidi nini? Mwenzako ana accept au ana reject. Aki accept, mnakwenda kwenye agreement. Bwana, mimi nalipa mwezi mmoja, tutaangalia wakati mwingine. Ikifika muda huu, promise hiyo nitakuwa nimekamilisha. Na yeye akikuamini, au mkaandika maandishi kwamba nalipa mwezi mmoja, baada ya hapo ifikapo tarehe fulani nitaongeza miezi 5, iko sawa. Kwa hiyo sheria hailazimishi muda wa kupanga nyumba. Ndio. Kuna ile fedha deposit ile ambayo mwenye nyumba anasema kwenye kodi yangu, mfano labda kwenye kodi kwa mwezi ni 200,000, lakini utaongeza shilingi 50,000 kwa ajili ya utakachoharibu chochote, labda hata kuna maji ambayo hujalipia, kama labda ni umeme umeondoka, labda ile baada ile ya kuondoka, kuna deni ambalo umeliacha nyuma. Kwa hiyo unaweka kama 50,000 rehani kwa ajili ya kukava kile ambacho utakuwa umefanyaje, utakachokuwa umekiharibu. Sasa unakuta mtu mwingine yeye mpaka anaondoka, chumba kisafi, maji kalipa, umeme kalipa. Ile 50,000 anayoenda kudai kwa mwenye nyumba, ambayo ilikuwa kama deposit, sijaharibu chochote, mwenye nyumba anakwambia sikupi. Anaweza labda akasingizia chochote. Sheria imekaje? Inakuwaje hapo, wakili msomi? Kama nilivyosema, ni makubaliano. Makubaliano yanasema itarejeshwa. Ndio maana hiyo ni security. Ni dhamana. Iwapo jambo fulani la uharibifu likitokea, nitaitumia pesa hii kwa ajili ya kurecover. Si ndio? Halijatokea, unabakije na hela? Huu ni utapeli. Yaani huu ni utapeli tu. Unaona? Ni kama pesa ya dhamana, hata mahakamani. Pesa unayotoa kwa ajili ya dhamana, security bond, ukiweka mahakamani, baada ya kesi, unapaswa kwenda kuifuata hela yako. Pale ambapo utakaposhinda kesi au utakapo vyovyote. Kwa sababu dhamana, unaambiwa ulete labda utasign 500,000, si ndio? Deposit kwenye akaunti ya mahakama. Maana yake nini? Unathibitisha kwamba sitakimbia dhamana, nitakuwepo mahakamani kila tarehe itakayopangwa. Si ndio? Umeenda kwa uaminifu. Mwisho wa hukumu inasema tumekukuta na hatia, unafungwa miezi 6. Au mwisho wa hukumu mahakama inasema huna hatia, unaachiliwa huru. Ile pesa inatakiwa ukaifuate. Sawa. Kwa hiyo security ya hiyo deposit kwa ajili ya uharibifu wa nyumba inapaswa kuchukuliwa na mpangaji pale itakapokuwa mkataba wao umefika mwisho, na ikikubaliwa na pande zote mbili kwamba hakuna uharibifu. Ndio maana uzuri wa maandishi, unatakiwa mdefine
hiyo pesa itatumika kwenye uharibifu wa kiwango gani, isibaki kuwa ni tafsiri ya mtu binafsi. Mtu anasema tu mimi uta deposit 200,000, ukitokea uharibifu nitaitumia. Uharibifu maana yake ni si ndio? Yeye ana definition yake, na wewe mpangaji una definition yako. Na wewe ukitazama siku unaondoka, ukitazama nyumba yako umeideki, unasema mbona nakabidhi nyumba iko salama? Iko salama na ni safi kabisa. Yeye anasema nyumba yangu haikuwa hivyo. Kwa hiyo ili msiingie kwenye utata, mkataba wenu uwe very clear. Terms za mkataba ziwe zimenyooka. Hela ya ulinzi itatumika iwapo kutakuwa na uharibifu wa mambo yafuatayo. Moja, rangi zimechubuka. Pili, vitasa vimeng'olewa. Tatu, jiko limefanywaje. Clear. Okay. Siku mnaondoka unaambia ndugu yangu cheki kitasa. Anasema viko sawa. Cheki rangi iko sawa. Jikoni kumevunjwa makabati. Hapana, lete hela weka hapa. Tumemalizana. Tumemalizana. Sasa kuna wale wapangaji wasumbufu. Kuna mpangaji anakuja kwako, mwenye nyumba anakuambia naomba nivumilie, kwa muda huu sina hela. Unakaa unamsubiria miezi mitatu tena, mfano labda ni ulikuwa unatakiwa ulipe kwa labda kwa miezi mitatu. Amekusumbua hivyo, lakini sasa uvumilivu nao pia kwa mwenye nyumba pia unagoma. Umefikia mwisho. Ni njia ipi ambayo mwenye nyumba anatakiwa kuitumia kuliko kwenda kuvunja mlango ili kwamba yule mpangaji aondoke, au kuna ile pia anaweza labda akang'oa pia na mabati, yaani basi tu ni vurugu ili kwamba bwana mimi nishakuchoka, kumlazimisha mimi nishakuchoka, hebu anza ondoka. Kwa hiyo ni kitu gani kuliko kufanya ule uharibifu, ni sheria ipi ambayo mpangaji anayotakiwa kuifikia? Kiutaratibu chini ya sheria za ardhi unaweza kushtaki kwa maana ya kuomba katika maombi yako. Unaomba amri ya kumwondoa, eviction order. Unaenda kwenye baraza la kata. Kwa sasa utaratibu utafungua baraza la kata la ardhi. Kisheria sasa hivi baraza la ardhi la kata linapaswa kusuluhisha. Litawasikiliza na kusema bwana, una uwezekano wa kulipa. Atasema labda ipo nini. Ikifika wakati kaonekana suluhu na mapatano hayawezekani, wanaandika cheti maalumu cha kuthibitisha kwamba wameshindwa kupatanisha na wameshindwa kusuluhisha. Hivyo unaenda baraza la ardhi na nyumba la wilaya. Okay. Baraza la ardhi na nyumba la wilaya ndio mahakama maalum kwa ajili ya masuala ya ardhi na upangaji na mambo kama hayo, mauziano ya ardhi, viwanja na vitu kama hivyo. Ukifika hapo utafungua hayo mashtaka, lakini ukiwa una kusudio la kuomba mambo kadhaa. Mojawapo ni kurecover pesa yako, si ndio? Kwa miezi ambayo amepitiliza. Pili ni eviction order, ili mahakama imwamuru kuondoka. Mahakama inamuondoaje? Mahakama ina mkono wake wa chuma, unaitwa dalali wa mahakama. Wale wana mamlaka kisheria, wana mamlaka kiserikali, na wanapata support ya ulinzi na usalama kutoka jeshi la polisi wanapofanya operation ya kutekeleza amri ya mahakama kumwondoa mtu yeyote ambaye amri imemtaka kuondoka kwenye nyumba X. Okay. Kwa hiyo ni njia ya kwanza. Lakini pia kuna maamuzi ya mahakama ya rufani very recent toka hapa karibuni, inaeleza kwamba mpangaji ambaye amepitiliza muda wake wa kulipa kodi kuanzia tarehe ambayo kodi yake imeisha, huyo ni mvamizi. Ni mvamizi. Kiingereza wanaita trespasser. Mahakama imeenda mbali, imesema mvamizi basi anaweza kuondolewa kwa nguvu. Katika kumwondoa kwa nguvu, mwenye nyumba hatawajibika kwa uharibifu wowote wa mali za mpangaji huyo. Hiyo sasa ndo unakuja kama ulivyosema, navunja mlango, nyumba si yangu. Vunja mlango, toa vitu vyako nje. Uwezi ukasema TV yangu imeharibiwa. Kwa sababu wewe kuanzia tarehe ile wewe ni mvamizi. Mtu akinivamia kwenye eneo langu na kutoa kwa nguvu. Umenipata hapo? Kwa hiyo hizo njia mbili unaweza ukazitumia. Sasa upime faida na hasara zake. Unaweza ukamvamia mtu akakudhuru pia. Yes, ni mpangaji, wewe ni mwenye nyumba.
mtu mambo yamembana, maisha yamemtight, ana stress, ana frustration, halafu ukimtupia nje, umeelewa vizuri, ukavunja mlango ukamtoa kama mvamizi, tunatofautiana tulivyoumbwa, mapokeo yake yanaweza kaletea utata. Kwa hiyo ili kuleta kuepuka uvunjifu wa amani, mimi ningeshauri mtu afail mahakamani kwenye baraza la ardhi kama utaratibu niliousema, apate amri ya mahakama, apate independent body kwa maana ya auction ya kampuni ya madalali yenye kibali, ikafanya hiyo operation ya kumwondoa, watamkabidhi nyumba yake, atakuwa salama. Wewe ukapigwa panga, naye anajihami, anasema bwana, mimi nitaenda wapi mvua hizi? Alafu mafuriko saa hizi. Unajua sasa hivi matatizo ya akili yako juu sana. Watu tunatembea alafu hatujijui kama tuna matatizo mpaka itokee trigger. Itokea jambo fulani, akili ya mtu inawaka. Anaweza kujikuta yeye ndo kama mwenye nyumba hivi, anapiga makofi. Sasa mahakama inaweza kusema kwamba aondoke na alipe ile kodi ambayo alikuwa anatakiwa kulipia. Ni sahihi kama ulivyoomba, na ndio hiyo tunasema kisheria, mahakama si baba yako wala mama yako ambaye anaweza kukupa kitu ambacho hata hukuomba. Mama anaweza kujua tu mtoto sasa ana njaa, tabia kachukua chakula kabatini. Mahakamani ulichokiomba ndicho unachopewa. Mahakama haipaswi kujiongeza kukupa kitu ambacho hujaomba. Kwa hiyo ndio tunasema kwamba unapokwenda mahakamani sasa, kama ni mwanasheria lazima awe mzuri kwenye kuandika vizuri malalamiko ya mteja wake, ambayo yatamsaidia kwenda kwenye conclusion, sasa naiomba mahakama initendee nini. Kwa hiyo hayo mambo mawili, kwamba naomba mahakama imwondoe kwa nguvu, lakini pili, naomba mahakama imwamuru anilipe pesa yangu ya miezi kadhaa, jumla kiasi fulani, pamoja na gharama zote za usumbufu huu na kuendesha kesi hii. Kwa mahakama itatoa amri kwa maana kwenye hukumu yake kwamba ataondolewa na kumteua dalali afanye hiyo kazi. Lakini pia itakwenda utaenda kukazia hukumu. Kuna utaratibu wa kitu kinaitwa kukazia hukumu, execution of court order. Kwenye kukazia hukumu pia kitaaluma mwanasheria anajua cha kufanya, atajaza taarifa zake na kusuggest, ili upate hela yako kutoka kwa huyo mtu, una suggest nini kifanyike. Kama unajua ana mali yake X, ana drive gari yake, naomba ikamatwe, inataka hela, yeye anatamba na Alteza yake, inakupigia makelele, kumbe hajalipa kodi. Alteza Ijumaa anapiga makelele sana huyu jamaa, ichukuliwe hiyo Alteza tuiuze, mimi nichukue hela. Na kuna watu kweli ni wachumi, unakuta ana mali lakini kulipa lile deni tu la mtu inakuwa ni kazi kubwa. Sio mchumi, mimi siwezi kusema ni mchumi. Mchumi lazima ajue liabilities na assets zake na ajue nini kinatakiwa kufanyika kwa wakati. Huyo ni muhuni, sio mchumi. Ni muhuni. Mchumi analipa. Sawa. Tunakuja kwa mwenye nyumba, tunabaki hapo. Kuna ule mwenye nyumba ambaye anayepandisha kodi ghafla kwa sababu maisha yamekuwa magumu, au labda kule pale vile mazingira ya nje hakukuwa na tiles. Sasa hivi ameweka tiles. Amedanganya pale. Labda mazingira pia nje hakukuwa pia na paving, kawekea paving. Mfano anawaambia kwamba unajua kuanzia mwezi ujao tutawapandishia kodi. Imekaaje? Maana sasa unaanza kupandisha kodi kwa sababu tu ukarabati, au unapandisha kodi pia kuhusiana pia na maisha pia yamepanda, yamekuwa magumu. Unaona maisha kama vile hii 50,000 hainitoshi. Kwa nini wasilipe 70,000? Karibu The Sun of Africa, jukwaa pekee linaloangazia sauti, mawazo na vitendo vya kizazi kipya barani Afrika katika kuchochea maendeleo endelevu. Katika dunia inayobadilika kwa kasi, Afrika inabaki katika nafasi muhimu ya kuamua mustakabali wake. Kupitia jukwaa hili la The Sun of Africa, tunawaleta pamoja viongozi wa fikira, wabunifu, wajasiriamali na wadau mbalimbali wa maendeleo katika kujadili namna ambavyo Tanzania na bara la Afrika kwa ujumla inaweza kufikia malengo ya maendeleo endelevu ifikapo 2030. Ndani ya jukwaa hili tutangazia
Tutaangazia pia vipaumbele vya Dira ya Taifa ya Maendeleo ifikapo 2050 vilivyo sambamba na ufanikishwaji wa Sera ya Maendeleo Afrika ifikapo 2063, yani AU 2063. The Sun of Africa sio tu jukwaa la mazungumzo, bali ni mwamko. Ni nafasi ya vijana kusikika, kushirikishwa na kupewa mwelekeo wa namna ambavyo wanavyoweza kuwa sehemu ya suluhisho katika kutatua changamoto za kijamii, kiuchumi na kimazingira. Huu ndio wakati wa Afrika kusimama, na huu ndio wakati wa kizazi kipya kuchukua nafasi yake. Jiunge nasi katika The Sun of Africa, sauti ya matumaini, ubunifu na mabadiliko ya kweli kwa Afrika bora, kupitia kurasa zetu za kijamii Instagram, Facebook, YouTube na TikTok. IAA Media TZ. Upangaji kama nilivyosema ni makubaliano. Yaani kila mazungumzo unayoyafanya ni makubaliano. Wewe unakubaliana nini? Unakubaliana kulipa $70,000? Hapana, kwa sababu ukitazama hiyo nyumba unaiona thamani ya $70,000. Ukikubali lipa. Kama hukubali ondoka. Si ndio? Kwa hiyo kupandisha kodi, kushusha, yote hayo ni jinsi ambavyo mwenye nyumba. Unajua kwenye ulimwengu huu sasa wa ubepari, mtu anaweza kufanya chochote. Anaweza kapandisha nyumba yake tu akaamua mimi nyumba $800,000. Wewe kwenye akili yako unasema hii nyumba hata haipaswi kwenda $200,000. Ni chini ya $200,000. Lakini yeye ameamua. Sasa nani anajichanganya anasema nimeipenda kwa $800,000 hivyo hivyo. Hiyo ndo kitu kingine. Kwa sababu hakuna mtu anakufunga kamba kukuingiza kwenye nyumba ya $800,000 na kusema nilipe. Mtu mwenyewe kama unajipiga mwenyewe unaingia kwenye nyumba ya $800,000. Kwa hiyo kupandisha kodi sio tatizo. Kumpata mtu wa kupandisha wa kulipa hiyo kodi uliyopandisha ndio jambo lingine. Sasa kupandisha kodi katikati ya mkataba uliopo. Si ndio? Yaani mkataba upo, utaisha mwezi fulani. Mtu anakuambia mimi nataka mwezi ujao, kwa mfano. Hii ni March. Mtu amelipa kodi mpaka June. Lakini mwenye nyumba anakuambia mwezi wa 4 hapo naomba uniongeze $50,000 kwenye kodi yangu. Kuna mambo nimeyakarabati au maisha yangu maisha yamepanda. Yamekuwa magumu. Hiyo sio sawa. Hiyo sio sawa. Heshimu mkataba. Ndio wengine duniani huko wanasema pacta sunt servanda. Kwamba mkisha kubaliana kwenye agreement, kila upande ni lazima uheshimu makubaliano hayo mpaka pale mlipohitimisha kwa mujibu wa huo mkataba. Haupaswi kuanza kuhangaika nao kama vile uliingia kwenye mkataba ukiwa hauna akili. Kama ulikuwa na akili, ulikubaliana, ndio maana kuna negotiation. Mna bargain, mlikubaliana, umesign. Kwa nini katikati unahangaika, unakuwa mroho? Hiyo nayo sio sawa. Sio sawa. Ni uhuni. Ni uhuni tu. Lakini kama mkataba unaelekea kuisha June, mwenye nyumba yeye ameangalia mambo yake akasema kuanzia Julai mimi mpangaji atakayekaa hapa atapandishiwa $50,000 kwa kila mwezi. Anatoa notice. Ndugu yangu hii March, si ndio? Ikiisha hii kodi June, mwezi wa 7 kodi yangu itakuwa $70,000 au itakuwa $500,000. Imeongezeka $100,000. Si ndio? Kama utaweza please, basi itakuwa hivyo, twende kwa huo utaratibu. Kama hutaweza utanipa taarifa mapema kwa mujibu wa mikataba. Kama mmeandika vizuri mnaandika. Ukitaka kuendelea toa notice kwamba bwana mwezi ujao naendelea tena, si ndio? Kama huendelei toa notice pia. Hiyo ni kanuni ya fair play. Usiniachie mimi nyumba sijajiandaa, sina mtu wa kuingia kunilipa, kwa sababu tunahitaji consistency ya kipato. Unaondoka tu, kodi imeisha, unasema mimi kesho nakabidhi nyumba yako. Sio poa. Maana dunia inazunguka, ipo siku unaweza ukahitaji tena kupanga kwangu au kwa mtu wangu wa karibu. Mimi nitahitaji kufanya reference. Huyu mpangaji ni wa namna gani? Maana watu wanamuona alikaa kwa fulani. Mimi nimemuondoa kule amekuja huku. Ni kama vile kuacha kazi kwenye shirika na makampuni na taasisi mbalimbali. Usiondoke kama vile kuna vita, kwa sababu dunia kama alivyowahi kusema aliyekuwa naibu waziri mkuu Dr. Biteko. Watu ni wale. Ukawakimbia hawa, mwisho wa siku hawa ndio wale utakao wakuta kule mbele kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo notice, kutoa taarifa
mtu ajipange, kwa sababu pia hata mimi huwezi kani surprise kusema tumeongeza kodi. No. Unanipa taarifa, nijipime uchumi wangu, mimi mpangaji, halafu nitafanya maamuzi. Ikifika mwezi wa 5, nawaambia mkuu, nitakuwepo na kwenye 500,000 tuko pamoja. Si ndio? Lazima. Mkuu 500,000 hiyo mimi sitaiweza, nitaangalia upande mwingine. Kwa yeye anatafuta soko. Anajiandaa kumpata mtu mwingine. Siku unaondoka, ndani ya siku 3-4 amepata mtu, hapotezi. That is. Tukibaki hapa kwenye notice. Kuna yule mpangaji anataka kukuambia kwamba uondoke. Sasa anatakiwa atoe hiyo notice kwa muda gani, kujua kwamba nakupa taarifa wewe ndani ya mwezi ujao uwe tayari umeondoka. Hapo kuna range ya muda gani? Ni siku 60. Siku 60. Siku 60. Sawa sana, miezi miwili. Miezi miwili mwache mtu aenjoy. Na hicho kipindi hupaswi kuchukua kodi. Mkikaa kwenye mkataba wa pango, mwenye nyumba kwa sababu tofauti unataka kurudisha nyumba yako, wakati mpangaji bado yuko pale, unapaswa kumwachia kujipanga maisha yake. Miezi hii miwili. Mpe notice, naomba ifikapo mwezi fulani niachie nyumba. Si ndio? Natoa mfano mmoja, mimi nikiwa naishi Mbeya. Mwenye nyumba alikuwa na kijana wake anasoma China. 2018-19 masters. 2019 corona imepanda sana China, lakini kwenye jimbo lao ilikuwa bado haijaingia. Kwa baadhi ya wanafunzi walirejeshwa, walipewa nafasi ya kuondoka. Kwa nikaambiwa naomba, kwa sababu kodi ilikuwa inaisha mwezi ujao. Naomba hiyo kodi utakayotakiwa kulipa mwezi ujao utafuta sehemu nyingine. Kijana wangu namfahamu, jina X, atarudi. Siwezi kukaa naye hapa kwenye jumba langu, yule ni kijana mtu mzima, atakuja kukaa hiyo nyumba. Hiyo ndio fair play. Kwa sababu sheria zimetungwa kwa ajili ya kuhudumia watu. Huwezi kumwondoa mtu kama mbwa. Huwezi kumsurprise kumwondoa, mimi kesho nataka nyumba yangu. Hiyo haipo. Na sheria zimetungwa na serikali. Serikali inahudumia watu. Imebalance. Toa siku 60, notice, mtu ajipange, atafute hela yake, atafute nyumba nyingine. Mwenye nyumba anazingatia hilo, lakini sasa hiyo ni kitu kingine. Ukiona mwenye nyumba wako hajazingatia, nenda mahakamani. Una kesi nzuri sana. Very nice case. Kwa hiyo mtu akipata na challenge hiyo anatakiwa aende mahakamani. Nenda mahakamani, umevunjiwa utaratibu wako. Yaani hiyo kisheria. Hiyo hata usipoandika kwenye mkataba. Kwenye sheria za mikataba ni kwamba tunasema yapo masharti ambayo ni tangulizi. Masharti yaliyowekwa na sheria. Nyinyi watu huko mkikutana mnakubaliana kwenye mambo X, Y, Z. Hata msipoyaandika, sheria imewawekeeni. Mojawapo ni kwamba siku mtakapotaka kuchukua nyumba yako, huyu bwana akupishe, mpe siku 60. Umeandika hujaandika, unataka au hutaki, huo ndio utaratibu. Siku 60 mpe taarifa. Sawa. Kuna nyumba ukienda, kuna ile unaweza kukutana na kitasa au kufuli, ambapo ni mwenye nyumba ameweka. Si lazima atakuwa na funguo. Atakiwa akupe funguo. Sasa ni sheria inakuwaje kwamba anatakiwa baki na kopi ya funguo kwa sababu ile nyumba ameshaipangisha, kopi anatakiwa kubaki nayo au anatakiwa kupe yeye funguo zote? Kisheria ukioccupy, unajua, ngoja nianzie sehemu. Mpangaji akisha kutimiza masharti ya pango, kwa maana ya kutoa hela ambayo mwenye nyumba amesema hii ndio hela niliyohitaji ili mtu akae kwenye nyumba yangu. Mkishamaliza hapo, mpangaji akihamia kwenye hiyo nyumba, tunasema ni lazima apate aimiliki hiyo nyumba kwa ukamilifu, bila usumbufu wowote kutoka kwa mwenye nyumba. Na iwapo mwenye nyumba ataendelea kukanyaga nyumbani kwako hapo kwa wakati huo wewe unaishi, unaweza kumshtaki.
Maana yake nini? Hiyo sasa itakwenda mbali, ni pamoja na kutokuwa na kopi ya nyumba yako. Ana hela yako, kwa nini awe na kopi ya nyumba yako? Anataka nini? Mteja kama mwenyewe ni mwizi. Sasa hiyo haikubaliki. Otherwise makubaliano yenu, si ndio? Kwa mfano mwenye nyumba amekupangisha nyumba, ndani yake ya fence kuna migomba mingi sana, ndizi zake zile si ndio? Sasa anaweza akasema, samahani bwana kijana wangu, samahani binti, mimi nitakuwa nakuja kuchukua tu ndizi zangu pale, si ndio? Kwa kazi zako, availability yako na mambo kama hayo, unaonaje ukinipa kopi ya geti, funguo ya geti? Wewe sasa na akili zako zinakuambia nini? Si ndio? Kwa sababu sasa migomba imezungushiwa uzio. Yes. Kama unaweza kusema mimi sitoi kopi, ila utakuwa unanigongea. Nitajitahidi kuwa available wakati wowote ambapo utakuwa unahitaji kujichumia ndizi zako. Au apige simu kwa kwamba nitakuja. Sawa. Lakini ni kwamba akishapokea hela yako, hana mamlaka ya kuwa na funguo yako. Pale ni kwako kwa wakati ule. Hawezi akapangisha nyumba nusu na hapaswi kufanyia ziara bila taarifa za msingi, kuja anashinda hapo. Hiyo sio sawa. Unaweza kumshtaki na akibaki na kopi pia unaweza wewe sasa utaona unaweza ukaacha kupanga hiyo nyumba. Kwa hayo unatakiwa yaweke vizuri. Samahani mkuu, nyumba yako ina kopi ngapi za kufunguo? 3. Nipe zote. Na sijui kama kuna mtu mwenye akili mbovu kiasi hicho. Hiyo ni akili mbovu kubaki na kopi ya nyumba wakati umepangisha. Wakati umepangisha. Hiyo sio sawa. Kwa hiyo tumeelewa kwamba kopi ya nyumba zote ya funguo uliyeenda kupanga unatakiwa kupewa zote, kama utakuta hiyo nyumba ina kufuli na ina kitasa pia. Tunamalizia na swali la mwisho kwenye swala la malipo. Tunalipana kwa kutumia simu, tunalipana kwa kutumia cash, mkono kwa mkono. Tuna swala la risiti limekaaje? Swala la risiti ni muhimu kisheria? Risiti inaongozwa na sheria nyinginezo za nchi. Sheria ya kodi, the Income Tax Act. Sawa? Imeorodhesha activities, transactions mbalimbali ambazo ziko taxable, including mikataba ya biashara mbalimbali. Kwenye pango kuna kitu kinaitwa withholding tax, 10%, si ndio? Sasa kama hutoe risiti, ina maana wewe ulipi kodi, si ndio? Sasa hizi mapango ya watu binafsi ndio hapo nadhani serikali itaona namna ya kuregulate. Sijaona mfumo mahususi sana wa kuregulate hizo kodi. Kwa mtu binafsi hana tin, si ndio? Yani yupo tu, ila ana kajumba kake anapokea, anakula hela. Lakini kwa walipa kodi wakubwa wanapangisha katika transactions kubwa, ni ngumu sana kukwepa kitu kama hicho, kwa sababu itapita kwenye account, itaelezewa hiyo ni nini. Mtu amepangisha nyumba milioni 2 kwa mwezi. Akilipa unalipa miezi 6. Milioni 12. Wasema weka kwenye account hii. Description, ndio maana ukisoma zile pay slip zinaeleza matumizi gani, si ndio? Hata kama utransact kutoka kwenye app, inakuambia pale description, hiyo hela ni kwa ajili gani. Kama ni mkweli na unafahamu wajibu wako kama mlipa kodi, unafahamu unatakiwa ufanye nini, unaweza kudescribe kwamba ni kwa ajili ya pango, 10% peleka kwenye kodi, withholding tax, kama ni good ni good citizen. Nikushukuru sana wakili msomi. Mtazamaji, tulikuwa na wakili anaitwa Livino Ngalimitumba. Yes, Ngalimitumba. Wakili msomi. Wakili msomi. Wa ukoo ujue.
Naamini ya kwamba umejifunza mengi, lakini pia hata mimi mwenyewe pia nimejifunza mengi kwamba nikipatwa na tatizo natakiwa nianzie wapi, vitu gani vya kusaini, vitu gani sio vya kusaini, kwenye makubaliano kati ya wewe na mwenye nyumba, makubaliano gani ambayo mnaotakiwa kuwafikiana. Swala pia la akili timamu pia umeliongelea. Uhakikishe pia akili zako ziko vizuri kama labda mtakuwa mmeamua kufanya makubaliano ya mdomo. Lakini pia tumejifunza pia kuhusiana na mkataba wa maandishi ni muhimu zaidi, kwa sababu una faida kubwa kwa ajili ya ule uthibitisho ambao utakaoenda kuutoa huko mahakamani. Kama kawaida, alikuwa na kuongezea kipindi hiki ni mimi Tabitha Kimaro. Mpaka next time. Ofisi ya Rais, Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi wa Umma kwa kushirikiana na Chuo cha Uhasibu Arusha IAA wanatangaza nafasi za mafunzo ya siku 3 kwa viongozi mbalimbali wa umma. Mafunzo hayo yatahusu ukuzaji wa uadilifu, uwajibikaji, uaminifu na utawala bora kwa viongozi wa umma pamoja na masuala mengine mengi. Viongozi wanaohusika kwenye mafunzo haya ni wale waliotajwa kwenye kifungu cha 4 cha Sheria ya Maadili ya Viongozi wa Umma sura 398 kama ilivyofanyiwa marekebisho kupitia tangazo la serikali notisi namba 857 la tarehe 24 mwezi wa 11 mwaka wa 2023. Kwa maelezo zaidi piga simu kupitia namba zifuatazo: 0752883222, 0687638295 au tembelea tovuti ya www.bcu.iaa.ac.tz au tumia barua pepe bcu@iaa.ac.tz.